Ina maana Mustafa unataka kuniambia kwamba Ahoua MVP wake ni bado upo pale pale Pacome asubiri sana. Hilo liko wazi. Hilo liko wazi kutokana na performance ya Jean Charles Ahoua. Kutokana msimu ulioisha wa NBC amehusika kwenye magoli 25. Msimu huu tunaona tumecheza mechi moja na Fountain Gate, ana assist moja na goli moja. Jana kwenye CAF Champions League amefunga goli moja. Kwa hiyo no doubt kwamba Ahoua bado atabakia kwa bora pamoja kwa ni mgeni wa ligi. Sasa hivi tukiangalia Pacome Zouzoua, huu ni msimu kama sikosei labda wa 4 unaenda, umeelewa? Wa 4 au wa 3, umeelewa? Lakini bado kiwango hajamfikia huyu. Yaani anastahili kuwa MVP. Tena ukifanya masiara anaweza akachukua MVP mara 2 mfululizo. Yaani 24 25 na 25 26. Yaani kwamba sasa hivi kilichobakia sasa hivi kwa viongozi wetu wafanye haraka sana kutafuta mwalimu. Umeelewa? Yaani haraka sana. Mwalimu atoshi kwani wewe? Mwalimu gani? Huyu Medi Morocco ni wa muda kwa sababu ni kocha wa timu ya taifa. Huyu ni wa muda tu. Hivi vitu vya kawaida kwa sababu hata wenzetu Yanga African Modern Tarabu ishakujaga kocha wa timu ya taifa akaja akawasaidie kwa muda. Huyu ni kocha wa timu ya taifa. Kwa amekuja kwa muda. Hamna baya kusema kwamba labda tunamhitaji mwaka moja labda. Kwa viongozi walivyozungumza wao kwa sababu huyu ni kocha wa muda. Atasimama kwenye mchezo wa jana. Mnaweza mkakaa naye? Sifikiri kwamba wanaweza kufanya hivyo kwa sababu bado mimi nikiangalia bado kwamba Simba inahitaji kocha mwenye nini? Mwenye rekodi kubwa. Mwenye mbinu kubwa. Morocco ana mbinu kubwa. Morocco ni kocha mzuri lakini bado. Unasema mwenye mbinu kubwa, Morocco ana mbinu kubwa. Bado, yani Morocco ni kocha mzuri lakini bado hajafikia level zile za wale makocha wakubwa. Umeelewa? Yaani mpira, yani Morocco sio kama kocha mbaya lakini bado kwa mimi binafsi hajafika kwenye level zile. Ndio huyu ina maana kiwango chake bado. Kwa mimi na lazima niseme hivyo. Kwa sababu jana hakuna kilichobadilika. Umeelewa? Jana hakuna kilichobadilika. Ni vile vile tu. Kwa hiyo hatuwezi kumpa lawama Morocco. Umeelewa? Hatuwezi kumpa lawama Morocco. Yani jana ilikuwa ni Medi Morocco kuja kusimama kwenye nini? Ili aonekane kwamba Simba inacheza ikiwa na kocha, umeelewa? Kwa hiyo ukiangalia uchezaji ni ule. Aliowacha kocha aliondoka. Kwa hiyo hakuna kilichobadilika. Huwezi kumlaumu Morocco wala kumsifia Morocco, umeelewa? Kwa hiyo mimi nachojua Simba jana imeenda kuonyesha ukubwa wake tu. Kwenye game ya jana imeenda kuonyesha ukubwa wake na uzoefu wake kwenye yale mashindano. Umeelewa? Amecheza mpira ovyo sana. Haya ni matarajio na baadhi ya mashabiki wa Simba pia walikuwa wanalalamika na wachezaji wenu. Mbona mnacheza mpira ovyo, mnashambulia wenyewe muda wote? Unajua kila mtu ana nani yake. Mimi naweza nikakwambiaje mwanzo kwamba Simba wanahitaji pongezi. Umeelewa? Kwa sababu moja, pamoja na watatu wanazungumza vitu tofauti, tumecheza mpira ovyo nini, umeelewa? Lengo lilikuwa kufuzu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Sisi tumecheza ndani ya wiki 2 au wiki moja. Makocha watatu wamefundishwa, umeelewa? Wanafundisha wachezaji wetu. Na kila kocha ana mbinu zake, umeelewa? Kwa hiyo maana nikakwambia wachezaji wanahitaji pongezi. Ukiangalia Yanga msimu mmoja amebadilisha makocha 4 na wote walikuwa wanapiga goli za kutosha tu. Kimataifa walifanya nini? Pamoja na hayo kubadilisha makocha 4. Mfumo kukaa sawa. Sikiliza, ligi ya ndani sikupe wewe nani. Yaani ligi ya nje ndio inatoa taswira kubwa kwamba hii timu iko vizuri au iko mbaya. Umeelewa? Ndio maana nikakwambia Gabriel anahitaji pongezi kwa sababu amecheza mpira mzuri. Umeelewa? Hawakutaka kudefense kwa sababu wamepoteza nyumbani. Kwa nini wawe ugenini tena wajifense wana defense nini? Lazima wafunguke wacheze. Wamecheza vizuri, umeelewa? Na mpira ni mchezo wa wazi, umeelewa? Kwa hiyo yaani taswira ya timu yako kwamba ni bora ni kimataifa, umeelewa? Taswira ya timu yako kama ni bora kimataifa, sio ligi ya ndani. Yaani ligi ya ndani ina mambo mengi sana, umeelewa? Ina mambo mengi sana. Wewe jiulize kwa nini leo hii? Nitajie kocha gani? Kocha gani mzao anafundisha nje ya nchi? Mimi sijui labda sikumbukumbu. Mimi sijui. Na nitajie kocha gani ambaye unajua kabisa huyu yuko anafundisha nje ya nchi? Mimi sijui. Lakini tunaona makocha kutoka Burundi, kutoka Kenya, sijui watatoka wapi wanakuja kufundisha Tanzania. Kwa sababu gani? Hizi timu zetu hizi. Na mambo yetu ya ndani ya ligi yetu kuna baadhi ya watu ndio wanataka kuharibu. Umeelewa? Kuna baadhi ya watu wanataka kuharibu. Umeelewa? Kuharibu ligi yetu na mfumo wa uendeshaji. Wewe haiwezekani. Refa una beji ya FIFA. Ndio. Umeelewa? Alafu unakuja kutoa maamuzi ya kuagiza na fulani.
Mimi hiyo imeelekea kwa upande gani? Unajua ndo maana nakwambiaje? Na refa alikuwa kwenye mechi gani kwanza? Mechi hata ile ya Simba Sports ya tarehe 16. Mechi mbona ziko nyingi? Ile hata ile ya dabi. Ile mechi mbona ziko nyingi tu ambazo marefa anaharibu. Goli halali ile. Mimi nikwambie. Wewe leo hii umepata nini mtaani kwako hapa? Watoto wamepigana, simeelewa, au mtu kakuwekea mkagombana tu, simeelewa, kakutolea maneno makali sana ambayo kukupelekea wewe ya kupata shida, maneno makali sana ambayo hastahili kuongea, afu kesho yake wewe ukapata tatizo. Hata jamii waliosikia hayo maneno watajua ile kitu kafanya nani, kafanya yule, simeelewa. Sasa leo hii inakuaje wewe tuletea Kayoko wakati Kayoko kwenye mechi husika wa nini? Yule maamuzi bora wa kuuza alikasusi. Simeelewa, Ramadhani Kayoko ni maamuzi bora wa kuuza alikasusi kwa sababu kabla ya kuchezesha mpira alikuwa anauza alikasusi, akawa anachezesha hizi ndondo cup hizi, mechi za mitaani, baada ya hapo akampeleka kule juu. Na sijui kama hata ana elimu yenyewe ya mpira. Anajua kutafsiri sheria vizuri kabisa. Kutafsiri sheria gani? Yule anachojua yeye, ndio maana hata rais wa TFF alimwambia punguza ukali. Anachojua yeye ni kuwafokea wachezaji tu. Hakuna kitu kingine anachokijua. Simeelewa. Sasa maana ukiangalia hata kwenye mechi yenu ile ya dabi ni kwamba kuna moja ya mpira ulitoka pale nje. Lakini Kayoko kwa pale mpira ulitoka nje tena mlitoa nyie, ila mlitoa nyie baada ya kurusha Yanga mkapoa nyie. Lakini Kayoko angalia kaachia tu. Uone kama pale mlibeba nyie. Yaani ndio maana nikakujumlisha kwamba yote. Nakwambia ndio kuona beba sana nyie. Kutubeba vipi? Wewe unakataa penalty 3 unasema unatubeba sisi? Penalty 3. So za halali labda. So za halali? Si kocha na jicho la muamuzi. Mimi nimekwambiaje? Yaani yote aliyoyafanya, alafu kwenye yani bado hata machungu yale hayajaisha. Ya maumivu ya Ramadhani Kayoko, alafu kwenye mechi tena nyingine unakuja kutuwekea hapo hapo. Mechi gani? Si ile tarehe 16 unatuwekeaje Kayoko tena? Uamuzi bora. Wa nini? Wa kuuza alikasusi. Hilo liko wazi. Yaani nikwambie kitu kimoja. Unajua mimi nirudie kwamba watu wanafikiria kwamba ukifanyia vibaya Simba kwenye maamuzi yako mabovu ya kutafsiri sheria 17 za mpira, kama unaikomoa Simba, utatukomoa sawa kwa wakati ule. Sisi tutaumia, mashabiki, viongozi wataumia, watalaumiwa, watatukana viongozi na wale mashabiki ambao wajielewi, lakini tukija sasa kwenye nyuma sasa kwamba wewe utakuwa unajiharibia kazi yako, Simba itabakia kuwepo tu. Umeelewa? Na Simba ipo na wamepita marefa wengi zaidi yako wewe, na bado Simba itawepo na bado itaendelea kushine. Umeelewa? Kwa hiyo tunawaambia kwamba wakifanya kazi vibaya hawaharibii Simba. Tutaumia sisi mashabiki, viongozi watatukanwa, wale mashabiki ambao wajielewi, umeelewa, watatukana viongozi, lakini mwisho wa siku kazi yako nayo itakuwa hatiani, itakuwa bado utakuwa refa mbovu. Umeelewa? Kuna refa mmoja sasa hivi umuone anachezesha anaitwa Elisasi, kama sikosea Elisasi. Sasa hivi anaonekana alikuwa refa mzuri, lakini mwisho wa siku kumpoteza wanasema. Sio kumpoteza, ni mapenzi yake mpira, tafsiri sheria zinavyosema. Umeelewa? Mapenzi yake si Simba. Simba wewe una hakika kama yule ni Simba? Kwa hiyo Kayoko ni Yanga. Nani? Arajiga ni Yanga. Simba. Wewe unasemaje Elisasi ni Simba? Akasema Kayoko ni Yanga na Arajiga ni Yanga. Umeelewa? Hawana timu. Hawana timu vipi? Simba wale. Kwa hiyo bwana yani unakuambia kitu kimoja kwamba watu wabaki kwenye misingi ya kazi yao. Ukiwa kwenye msingi wa kazi, huwezi kufanya nini? Huwezi kupata shida. Na jambo lingine nilikuwa nakwambia mimi, Yanga African Modern Club inaongozwa kiuni na viongozi wao, kina Engineer Harris. Inaongozwa kiuni. Kwa namna gani? Kwa namna gani? Msimu wametoa jezi 2. Sielewa. Wametoa jezi 2. Jezi ya kwanza walituambia jezi bora, jezi nini? Juzi wametoa jezi ya watiania. Jezi watiania. Yaani kama jezi ya watiania. Sio hata wewe. Sio unataka kwenda kutiania kwenye mambo yetu. Kutiania, kugombea ubunge. Simeelewa? Simatia nia kugombea ubunge. Simatia nia. Sio hivyo. Wanatangaza wametoa hizo jezi za watiania, alafu baadaye wanakuja kusema kwamba zile jezi zilizoko za mwanzo zile feki, alafu zimeisha. Mbona watu waelewi sasa? Kariakoo zipo kibao. Wafanya biashara wanazo kibao mjini hapa, simeelewa? Alafu wanaharibia watu biashara. Simeelewa? Ndio waga kuambia Yanga African Modern Club inaongozwa kihuni. Simeelewa? Ndio uko kwenye jezi. Sasa unionyeshe si ndio huu? Wewe unatoa jezi mara 2 mfululizo. Alafu unasema zile za mwanzo zimeisha. Ukiziona ni fake.
Labda Ozi unajua mabadiliko muhimu. Juzi tu. Mabadiliko muhimu. Juzi tu wametoa juzi tu. Mtu kaenda kununua juzi kabla kutoa jezi. Juzi tu. Jangwani pale. Kaenda kununua mimi. So labda mtu wa mbali ni mtu wangu. Kaenda kununua Jangwani pale juzi tu. Yaani siku moja kabla kutoa zile jezi. Alafu anakuambia zimeisha, ukiziona hizo ni fake. Maana yake wanaharibu biashara za watu. Ndio maana ya kuambia Simba itabakia kwa Simba na Yanga African Modern Taarabu itabakia kwa Yanga African Modern Taarabu. Sisi